Hakuna mtu mbaya kwa 100% na hakuna mtu mzuri kwa 100%. Yaani hata kama mtu muone ni mbaya katili, lakini nyuma yake kuna kauzuri fulani. Hata kama mtu muone ni mzuri kweli kweli, unasema yani huyu yani kama hana dosari hivi, lakini hapana, huyo mtu nyuma yake kuna kaubaya fulani. Kwa hiyo ubaya na uzuri vyote viko ndani ya mtu. Hakuna mtu mbaya kwa 100% na hakuna mtu mzuri kwa 100%. Na ukichunguza utagundua kwamba hata kwenye mahusiano watu wengi sana wanaachana kwa sababu ya ubinafsi, kujiona kwamba wao ni wazuri. Na amenifanyia mabaya bwana, huyu amenisaliti, huyu sio amenifanyia hivi, amenitukana, amenidharau. Anajiona kwamba yeye ni mzuri, lakini pasi na kujua kwamba yeye mwenyewe pia ana mabaya yake mengi tu. Falsafa hii ukielewa vizuri itakufanya wewe uheshimu watu hata kama unaona kwa sura ya nje kuwa ni wabaya, lakini utaelewa kama sawa, huyu ni mbaya, anafanya mavitu ambayo labda jamii haipendezwi nayo na nini, lakini nyuma yake kuna kauzuri fulani. Ukielewa tu hivyo itakusaidia, na hautakuwa mtu wa kuhukumu watu ovyo ovyo, kwa sababu utakuwa unaelewa okay, nyuma ya mazuri yake kuna mabaya, lakini pia nyuma ya mabaya yake kuna mazuri pia. Kwa hiyo itakupa uweze kuwatazama watu katika jicho la tofauti kidogo.